Jana tulikuwa na kipindi kizuri cha shuhuda na tuliona vile ambavyo watu wengi Yesu amewatendea. Hakuna mwisho. Hakuna mwisho wa muujiza. Amen. Ukitendewa muujiza huu, unatafuta muujiza mwingine. Ukitendewa huu, unatafuta mwingine. Amen. Kuna watu wanafikiri kwa sababu labda ulikuwa unaomba hitaji lako ni kazi, kama ukipata kazi umemaliza. Mwingine anafikiri labda hitaji lake kwa sababu ni ndoa, kwa akishapata ndoa amemaliza. Mwingine anafikiri kwamba hitaji lake ni kupata mtoto, kwa anafikiri akipata mtoto amemaliza. Mwanzo wa muujiza wako ndo chanzo cha muujiza mwingine wa pili. Amen. Nani hapa anataka muujiza kwenye maisha? Amen. Kuna kauli fulani ambayo mara nyingi sana huwa siipendi binafsi. Unaona watumishi wanawaambiaga washirika aidha wa kwake au wa wengine kwamba siku hizi wa Kristo wanakimbilia tu miujiza. Wewe unataka tukimbilie nini? Unataka tukimbilie nini? Kumuuliza kwa sababu unataka kukimbilia nini? Muujiza si ndo kufunguliwa kwako. Muujiza si ndo kupona kwako. Muujiza si ndo kubarikiwa kwako. Wangapi hapa wanataka muujiza siku ya leo? Wangapi wanataka muujiza siku ya leo? Amina. Unawaambiaje washirika wanakimbilia miujiza? Unataka wakimbilie nini? Unajua kuna ufahamu mwingine unajiuliza, hivi kweli ni mtumishi huyu? Sijataja mtu jina, lakini kama kuna mtumishi anayehaki watu wanaokimbilia muujiza, yeye mwenyewe anahitaji kwanza ukombozi. Anahitaji kufunguliwa. Kwanza labda aelewe maana ya muujiza. Ndio. Kwa nini tunamwamini Yesu? Kwa sababu tuliona miujiza mikubwa ya Yesu. Amen. Mpaka tukakubali. Amen. Kupitia maandiko yake Yesu ni Mungu mkuu. Kwa sababu ya nini? Ya miujiza. Bwana wa Israeli wali barabara katikati ya bahari. Ndio. Lazaro amekufa siku ngapi? 4. Siku 4. Yesu anamuita Lazaro, njoo nje. Lazaro anainuka, maiti ya siku ngapi? 4. Ndio maana tunao ujasiri wa kuhubiri Yesu, kwa sababu Yesu ni wa muujiza. Amen. Nani anamtaka Yesu wa muujiza hapa? Amen. Nani anamtaka Yesu wa muujiza hapa? Amen. Ni maombi yangu katika kongamano hili la siku 4, tunapoenda kukamilisha na kuhitimisha kesho Jumapili, ninakutangazia kupitia kongamano hili Yesu akakutendea muujiza ambao ulikuwa utarajia. Yaani vile mikono yako inavyochelewa ndio unachelewesha muujiza wako. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Andika ukombozi wa nafsi za watumishi juu ya mauti na kuzimu. Ukombozi juu ya nafsi za nani? Za watumishi. Ukombozi wa nafsi za watumishi juu ya mauti na nini? Na kuzimu. Amen. Fikiria. Neno lake Yesu linasema Bwana Yesu uzikomboa nafsi za watumishi wake. Amen. Haijasema watenda dhambi. Ndio. Haijasema nini? Watenda dhambi. Watumishi. Ndio. Kuna watu ukiwaambia komboa nafsi yako, mimi nishamwamini Yesu, na komboa nini? Yesu alimaliza pale msalabani. Yesu alimaliza msalabani, na wewe umemaliza wapi? Yesu alipomaliza msalabani, maana yake ukiamini utapokea. Amen. 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 Tukija kwenye maisha yako kuna kitu kinaitwa mchakato. Ndio. Mchakato. Kuna vitu lazima ujikomboe wewe. Ndio maana haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie hichi kitu ili uelewe.
hata unapoomba au unapotaka kujikomboa ujielewe. Tufikiri kwenye maisha yako inawekwa mizani miwili. Mzani mmoja wa shetani, mzani mmoja wa Yesu. Alafu wakupimia ule mizani wako. Mzani upi utazidi? Yale uliotenda kwa shetani na yale uliotenda upande wa Yesu. Kwa sababu hakuna mtu aliyetoka mbinguni. Watu wengi wametoka mikononi mwa shetani, wamemfuata Yesu. Sasa ile mizani yako ya upande wa shetani na mizani yako sasa ya upande wa Yesu, ipi ni mizani inayoweza kubeba mwenzake na kumshusha mwingine chini? Halo? Amen. Halo? Amen. Suleimani alionekana ni mbaya, hafai, kwa sababu alifanya dhambi ambazo zilipita uwezo wa kibinadamu. Yaani dhambi lakini zilipita uwezo wa kibinadamu. Wa kibinadamu. Wewe mtu ana wake 600. Masuria 300. Mume huyu hapo vipi? Hapo sio safi. Lakini pamoja na yote hayo, Suleiman alikuja kuonekana ni mwenye haki. Na sidhani kama leo kuna mtu, sidhani amemfikia Suleiman kwa sadaka alizotoa. Sidhani. Kwa sababu Suleiman alikuwa akiamka asubuhi anatoa ng'ombe 1000, kondoo 1000 zinateketezwa sadaka. Na jioni anafanya hivyo hivyo. Ni asubuhi na jioni, kila siku. Kila siku. Mizani yake ilizidi maovu aliyoyatenda. Ndio. Yesu akamhesabia haki. Amen. Ukisoma kwenye Biblia utagundua ya kwamba Suleimani aliambiwa aombe chochote atapewa. Amen. Kwa sababu mizani yake ilizidi mizani ya shetani. Ndio. Muulize mwenzako, wewe mizani yako imemzidi shetani? Yesu akawepo hapo, shetani akawepo, wewe ukawekwa katikati. Nani atajivunia, Yesu au shetani juu yako? Halo? Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema yeye huzikomboa nafsi za watumishi wake. Watumishi ni akina nani? Yaani sote hapa wote hapa tunaitwa watumishi. Amen. Maana watu wengi wanafikiri watumishi ni wale wanaohubiri huko. Watumishi ni wale wanaoombea. Watumishi ni wote waliomfuata Yesu na wamekubali kumtumikia Yesu. Amen. Hao wanaitwa watumishi. Amen. Amen. Na utumishi wako unaweza kuufanya hata kama hujawahi kupata nafasi ya kuhubiri madhabahuni. Haimaanishi wewe hauna utumishi. Utumishi wako unaweza ukaonekana hata huko ulipo kwenye kiti. Amina. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Ndio maana unaonaga watu wakishuhudia hapa anasema kabisa. Ndio. Anasema kabisa. Ndio. Hasemi bwana nilishuhudiwa na kifaru. Anakuambia kabisa bwana mimi nilishuhudiwa na Georgia. Unaona Ndio. Maana yake pale Georgia atakuwa na fungu jema katika utumishi. Mwingine anasema unaona mimi nimeshuhudiwa na Margaret. Nimeshuhudiwa na Esther. Nimeshuhudiwa na Mataya. Kwa pale unapoona vile maana yake kuna mtu alifanya kazi ya utumishi kumtoa mtu katika kifungo, yeye hawezi kumwombea lakini akamshuhudia, akamleta madhabahu akaja hapa akutana na kuhani akafunguliwa, lakini na yule aliyeshuhudia alifanya utumishi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuzikomboa nafsi za watumishi. Unazikomboaje? Kwa sababu tatizo la mwanadamu au changamoto
yote yapo kwenye nafsi. Nafsi ndiyo inayobeba matatizo na mateso ya mwanadamu. Ngoja nikusaidie. Mwili na roho huwa havipatani na havijawahi kuwa na urafiki. Amen. Waambie mwenzako. Mwili na roho havipatani na havijawahi kuwa na urafiki. Ijapokuwa vinaishi pamoja. Ndio. Ijapokuwa vinaishi pamoja. Mwili una mambo yake na roho ina mambo yake. Wewe fikiria. Hebu anza kufikiria tu. Yaani roho yako ili ishibe inahitaji ufunge na kuomba. Eti ndio roho inanenepa. Mwili wako ili utosheke unahitaji furu na ugali. Kabisa. Hapo vinafanana? Hapana. Muulize mwenzako, unanenepesha mwili roho? Muulize tena, unanenepesha mwili roho? Kuna watu wanajisifia. Sasa ukiwa mnene usifikiri na kusema wewe, sikusemi hiyo. Kuna watu wanajisifia. Unaona mimi na afya. Unaonekana mnene. Na roho yako ni nene au roho yako inakuwa shango? Ndio unaona umekuona kuna watumishi ambao ni mwembamba. Lakini upako wake akikufanyia unabinuka kule. Kabisa. Jamaa la kitambi linabinuka kule. Ndio. Sasa unajiuliza aka jamaa ni kembamba. Huyu jamaa ni mkubwa lakini kwa power tu ni zaidi ya ngumi. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna kunenepa mwili na kunenepa roho. Amina. Kwa mfano unaponiona mimi hapa, haikuwa rahisi. Lakini baada ya kunenepa roho imekuwa kawaida. Leo ni siku yangu ya 3. 3 days. Na kesho ni 4. Na nakuhudumia. Kwa nini? Ninakutia wivu wa Kristo. Ninayo imani. Roho yangu imenenepa. Amen. Mwenzako, roho yako imenenepa. Unakumbuka kipindi cha corona? Wangapi wanakumbuka kile kipindi? Yaani hakuna unaweza usinielewe, lakini ngoja nikwambie, hakuna kipindi ambacho wengine sio wote imani yao ya Kikristo iliyumba. Ilifanya? Yaani unakuta mtu ni mtumishi kabisa. Yeye ndo anatakiwa kuombe, yeye ndo anatakiwa kufungue, nani mafua. I said, nenda hospitali tafadhali. Ningekuwa mimi, sitarudi hilo kanisa tena. Ningekuwa mimi mshirika, sirudi tena. Sasa wewe ndio tunategemea tukimbilie kwako, utuombee kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya ufungulivu, na wewe sasa unachapa nini? Ndio unasema mimi nitakuwa naombea tu kwenye laptop, unaombea tu kwenye simu. Tumishi naomba kaka huko nyumbani kwako kwa njia ya simu. Kwa Yesu ndio simama. Amen. Kuna watu wengi wanamuomba Mungu lakini afya inawahusu wao. Utasikia mimi na daktari wangu huwa naenda check up. Naenda kucheck up. Daktari akimwambia wewe utaki kutingishika, anasema kabisa, daktari wangu aliniambia nisitingishike. Huyo ndo anaitwa professional. Huyo ndo anaitwa mtu mstaarabu. Huyo ndo anaitwa mtu mwenye hela. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Sema nafsi yangu. Nafsi yangu. Sikiliza. Sema nafsi yangu. Nafsi yangu. Sema nafsi yangu. Nafsi yangu. Inakombolewa. Inakombolewa. Sema nafsi yangu. Nafsi yangu. Inatoka. Inatoka. Kwenye mateso. Kwenye mateso. Kwenye magumu. Kwenye magumu. Nafsi yangu. Nafsi yangu. Inakombolewa. Inakombolewa. Hakika Bwana Yesu. Hakika Bwana Yesu. Hakika Bwana Yesu. Hakika Bwana Yesu. Unitendee mema. Unitendee mema. Na nafsi yangu. Na nafsi yangu. Haitakaa. Haitakaa. Kuzimu. Kuzimu.
wala mauti haitaonekana kwenye nafsi. Kwa nini kukomboa nafsi? Yesu alisema, njooni kwangu ninyi wote mlemeao na mizigo, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, alafu mtafanyaje? Mjifunze kwangu. Alafu nini tena? Na mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata nini? Raha nafsini. Sikiliza hapo. Mtapata nini? Raha nafsini. Mtapata nini? Raha nafsini. Kwa nini serikali inasema, serikali kikuta umemuua mchawi kwa kumkata panga na kumchoma kisu kwa kumpiga risasi, wanakufunga gerezani? Unajua ni kwa nini? Kwa nini mtu ni mchawi, lakini ukishajua ni mchawi, ukamchoma kisu, ukamkata panga, ukampiga risasi, ukamua, serikali inakufunga wakati ni mchawi? Unafahamu sababu? Sasa leo nikusaidie. Mwili haunaga makosa. Mwili hauna nini? Makosa. Narudia, mwili hauna nini? Makosa. Mwili ni kama bodi la gari. Unaona bodi la gari? Ndio mwili. Mwili hauna makosa. Chenye makosa ni nafsi. Amina. Chenye makosa ni nini? Ni nafsi. Nafsi ya mtu. Ukisikia mtu ni mchawi, uchawi wake ni nafsi. Ndio. Yaani anaweza kuwepo hata kwenye ibada namna hiyo, lakini analonga hata kumpiga mtu mtama. Sisi tunaohubiri tunajua. Amen. Unaenda kuhubiri mahali pengine, mzee, unahubiri katikati ya maombi, unashangaa umepigwa kichwa. Sasa hapo unahubiri, unavumilia, haleluya, haleluya. Kumbe kuna mchawi amekaa, kasafirisha nafsi, katuma mashambulizi. Ndio maana kuna wengine kabisa anainuka kwamba leo naenda kushuhudia, akifika hapa maneno yote yameisha. Anaanza kumuuliza mwenzake, nilikuwa nisemeje? Wakati yeye ndo alipanga, lakini anauliza nisemeje? Maneno yote yameisha. Unajua kashaloko. Halo? 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 Amen. Tupige nafsi za wachawi, tusizipige leo. Ona kama unaona huruma. Tupige nafsi za kichawi, tusizipige. Na roho haina makosa. Kila binadamu ana roho. Ila kupitia nafsi, ile roho yake ndio inabadilika. Ile nafsi yake ikimkubali Yesu, anakuwa na roho ya Yesu. Ndio. Au unasema Roho Mtakatifu. Amina. Alafu na mwili wake unakuwa mtakatifu. Kwa sababu nafsi yake imepokea kitakatifu. Amen. Halo? Amen. Hai. Niwaulize swali. Najua ziko fikra mbalimbali, lakini nataka nikuulize swali. Hata kama utanijibu, lakini nakuuliza swali. Nani amekumuona shetani? Ile umefundishwa kwa mtazamo. Shetani ana macho makubwa. Shetani ana ulimi mrefu. Shetani ana meno marefu. Shetani ana masikio makubwa. Ulifundishwa shetani ana mapembe. Halo? Sasa nataka nikusaidie. Shetani ni nafsi. Sio mapembe, sio macho makubwa. Shetani ni nini? Ni nafsi. Na Yesu ni nini? Ni nafsi. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Unafahamu? Mtu
mtu aliyeambiwa atajenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda aliitwa Petro. Amen. Petro huyo. Kuna kipindi Yesu akamwambia, wewe Petro, nenda nyuma shetani. Yaani Yesu alimuita Petro shetani. Huyo shetani ndo huku amekuja kufungua kanisa ambalo milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Hapo vipi? Au watu wanafikiri nimetunga? Au tusome? Twende mara. Manake mtu ni ule, lakini nafsi inaweza ikabadilika. Unaweza ukashangaa yule aliyekuwa anamsema kifaru vizuri, huyu anaanza kumsema vibaya. Alafu unaanza kusema huyu hakuokoka, ameokoka, lakini nafsi inategemeana mtu yuko kwenye wingu gani. Ile nafsi inaweza ikabadilishwa, akawa upande wa shetani au akageuka akawa upande wa Yesu. Mtu ni ule. Mwize wenzako, wewe nafsi yako iko wapi? Mwize nafsi yako iko wapi? Nafsi yako iko wapi? Nafsi yako iko wapi? Paka kumuuliza mtu umeogopa. Muulize mwenzako, nafsi yako iko wapi? Mbona umeogopa? Mathayo 16:23. Mwingine soma Marko 8:33. Mathayo 16:23. Marko 8:33. Mathayo 16:23 nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Akageuka. Akamwambia Petro. Nenda nyuma yangu. Shetani. Kikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Amen. Jamani, hapo Petro anakemewa ni shetani. Amefanya dhambi. Kwa niulize swali. Anauliza swali. Hapo tunamwona Yesu anamkemea Petro kwamba wewe Petro, nenda nyuma shetani. Maana yake huyo shetani ni Petro. Sasa nakuuliza swali. Petro alifanya dhambi ipi hapo? Jibu mbona liko hapo? Petro alifanya dhambi. Walikuwa wasikilizi. Rudia. Petro alifanya dhambi ipi? Rudia hapa. Petro, Mathayo 16:23 nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Akageuka. Akamwambia Petro. Nenda nyuma yangu. Shetani. Kikwazo kwangu. Maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Amen. Ngoja swali. Wangapi wewe kwako ni kikwazo? Hata kutaka kuja madhabahuni na kujibu. Hujakutana na mtu, umekutana na shetani. Amen. Hakuna mtu hajanielewa hapa. Nasema yule tayari ni shetani. Sio ndugu yako, sio mume wako, sio mke wako, sio mtoto wako. Akishakuwekea kikwazo siwezi kumwona Yesu, jua tayari mtu amebadilika, amekuwa nani? Shetani kwenye nafsi. Amen. Halo? Amen. Twende tusome pale Marko 8:33. Marko 8:33 tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Amen. Nimeuliza swali. Petro alifanya dhambi gani? Aliiba? Alizini? Hapana. Alitapeli? Alifanya dhambi gani? Kikwazo. Kwa nini? Kikwazo cha nini? Hakuwaza yaliyo ya Mungu.
Umepatia, unasema taratibu. Sema kwa nguvu. Fikiria, mtu hajavuta sigara, hajanywa pombe, hajazini, ndo dhambi ambazo watu wengi wanazijua. Hajaiba. Mtu huyu amewaza ya kibinadamu tu. Yesu akamwambia huyo ni shetani. Amina. Inawezekana hunywe pombe, ufanye yale ambao unajua kuna dhambi za binadamu na kuna dhambi za Mungu. Sumenielewa? Amen. Sumenielewa? Amen. Sumenielewa? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Dhambi ambayo Yesu aliona kwa Petro, Petro alianza kuwaza mambo ya kibinadamu, akasahau kuwaza habari ya ufalme wa Kristo. Amen. Alianza kuwaza mambo ya kibinadamu. Mwambie mwenzako, wewe mambo mangapi ya kibinadamu yanakusumbua? Afu mwambie ni huyo ni shetani. Ndio maana hakuna mtu mbaya. Ngeukie mwenzako, mwambie hakuna mtu mbaya. Hujanielewa? Mungeanza kusema baba, mbona tunapiga wachawi? Nakuuliza tena. Nakwambia tena. Hakuna mtu mbaya. Mbaya ni nafsi. Nafsi ya mtu ikiwa ni mchawi anataka tu kuharibu maisha ya watu. Kwa hiyo tunashughulikia wachawi kupitia nafsi. Amina. Iliyomfunga mtu anakuwa katika ile hali. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Ndio maana kuna watu wanataka kuacha uchawi wanashindwa. Wengine wafa. Na sina haja ya kukuambia maana sio kazi yako. Ni kazi ya kuani. Anatamani lakini afanye anashindwa. Sasa sio kwamba yeye hapendi, ni nafsi ile ilishaibiwa. Ile nafsi ilishafichwa. Leo ninaamuru nafsi yako ikombolewe. Amen. Nafsi yako ikombolewe. Amen. Nafsi yako ikombolewe. Amen. Mwanaume yule aliyekuwa anakupenda, mke yule aliyekuwa anakupenda, leo anakuona kinyaa. Usifikiri yule hakuwa mume wako au hakuwa mke wako. Jua nafsi yake tayari imebadilika, imebadilishwa, imekuwa kitu kingine. Kwa na wewe anakuona mtu mwingine. Hakuoni kama alivyokuwa anakuona. Haleluya. Amen. Kwa sababu nafsi yake imeshabadilishwa. Inawezekana kabisa alibatizwa kwa jina la Yesu, alimwamini Yesu, alikuwa anasema Yesu ni Mungu mkuu, lakini sasa amebadilika. Shida sio yule mtu. Tatizo ni ile nafsi imebadilishwa. Amen. Sasa haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nafsi ya mtu inaweza ikawekwa kwenye dirisha, kwenye paa la nyumba, chini ya ardhi, kwenye mti. Nafsi ya mtu. Ukisikia hirizi, ukisikia nini? Hirizi ni nafsi za watu. Ambao unataka mafanikio, unapewa hirizi. Ile hirizi ni nafsi ya mtu mwingine aliyekuwa tajiri ili wewe uwe tajiri. Hirizi ni nafsi. Ndio maana mara nyingi kwenye hirizi watu wanakuta kucha, nywele, mate, halo. Amen. Halo. Amen. Ile ni nafsi. Ndio. Ile nini? Ni nafsi. Ni nafsi. Nafsi ni kitu chochote kinachomtoka au kinachoota kwenye mwili wa kibinadamu. Amen. Ile inaitwa nini? Nafsi. Hata jasho. Hata jasho lako ni nafsi. Amen. Ngoja niongea. Mwambie mwenzako, jasho lako ni nafsi. Jasho lako ni nafsi. Wote hapa ni binadamu. Kila mtu ana jasho lake.
Ndio. Au mnuse kwenye kwapa kidogo. Mwambie jasho lako sio la kwako. Kwa nini majasho yafanana? Kwa sababu jasho la mtu ni nini? Nafsi. Ni nafsi. Amen. Jasho la mtu ni nini? Ni nafsi. Ni nafsi. Ni nafsi yako ile inatoka. Ile jasho ni nafsi yako inatoka. Mengine ningeweza kukuambia kiundani zaidi, lakini natoa leo mfano wa jasho. Jasho ni nafsi yako. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Na ndio maana unaona watumishi, mitume, manabii, makuhani wote waliweza kutoa nguo zao, leso zao, wakawapa wagonjwa, wakapata afya. Amen. Kuna watu wanataka niwaombee, sio kosa, niko kwa ajili hiyo. Kuna watu wanataka niwafungue, kuna watu wanataka kupokea miujiza, lakini yuko hapa, lakini nafsi yake haiko hapa. Kwa ninapokuwa namuombea ni kama naombea hewa. Umekusikia mdoli? Mdoli maana yake nini? Mdoli, umekuwa na ile mamdoli yale mamdoli ya mjini mnayoona? Mdoli kinapigishwa suti kabisa, unafiki mtu na kinyoka. Na wengine wale kama kimdoli cha mdada kinavikwa mpaka ile nguo ya huku na hapo. Kimekaa. Lakini kile sio kimtu, kile ni kimdoli. Ndio kuna watu ambao yani mtu akiibiwa nafsi anakuwa mdoli. Ndio. Sisi nimefundisha leo maneno makali magumu sana. Nimefundisha maneno makali magumu sana. Nasema hivi, mtu anapoibiwa nafsi anakuwa kama mdoli. Amen. Kimevaa suti, kimevaa blouse, kimevaa kitenge, kimepaka na perfume, mdoli. Ndio. Mdoli kwa nini? Nafsi haipo. Nafsi imechukuliwa. Muulize mwenzako, nafsi yako uko nayo? Nafsi yako uko nayo? Unaposema Yesu niokoe, unaposema Yesu madhabahu uzima na amani niokoe, Yesu madhabahu uzima na amani anakuokoa kama nafsi yako iko wapi? Madhabahuni. Narudia. Kuna watu wanahitaji kufunguliwa, lakini nafsi zao hasipo kwa Yesu. Nafsi zao hasipo madhabahuni, lakini anataka maombi. Sasa jambo la kwanza, rudisha nafsi yako madhabahuni. Amen. Hakuna mtu hajanielewa hapa. Rudisha nafsi yako madhabahuni. Amen. Mwingine anasema najibu fikra na akili ya kibinadamu. Na achaje nafsi yangu madhabahuni? Huyo ni mpumbavu asiyejua. Na kuuliza swali. Fungu lako la 10 unapelekaje wapi? Madhabahuni. Sadaka yako unatoa wapi? Madhabahuni. Sadaka yako ya nadhiri unatoa wapi? Madhabahuni. Unataka kutumikia Yesu, sadaka yako unatoa wapi? Madhabahuni. Kuna mchango unataka kutoa, wewe unapeleka wapi? Madhabahuni. Ile ni nafsi yako. Amen. Sadaka ya mtu ni nafsi. Amen. Unapokuja kutoa sadaka yako hapa, ndio maana yake unaachilia nafsi yako wapi? Madhabahuni. Ndio maana mtu akishafungwa na nguvu za shetani hawezi kuwa mtoaji. Anakuambia kabisa, kuliko wengine wanaongea kabisa, kuliko nipeleke hela kanisani, bora niende bora niende wapi nikanywe. Ni nini? Shida sio kwamba mtu ni shetani, sio shetani. Shida ni kwamba mtu nafsi yake imepelekwa kwingine. Hujawahi kuona wanaume? Hujawahi kuona kuna wanaume? Yaani yeye
familia yake inakaa njaa, watoto wanafukuzwa ada, lakini mwanaume huyo huyo anamjengea nyumba mwanamke wa nje. Huyo huyo. Maana yake nini? Mtu ni ule nafsi mfano. Mtu yote ukitaka umuombe, ombe nafsi yake. Nasema hivi, mtu yote ukitaka kumuombea, ombea nini? Nafsi yake. Unaweza kuwa na mtu sio kwako. Unaweza kuwa na mtoto umemzaa mwenyewe. Yaani wewe mtoto ndio ulienda leba ukazaa kwa uchungu kabisa. Lakini akawa sio mtoto wako. Nafsi yake ikaibiwa. Unaweza ukaolewa kabisa na harusi, ukaolewa na matarumbeta. Na huyo aliyekuoa nafsi yake ikawa iko kwingine. Halo? Amen. Sasa tutakwenda kurudisha nafsi. Ngeukie mweza kumwambia tunakwenda kurudisha nafsi. Tunakwenda kurudisha nafsi. Itoke kwenye mapori, itoke kijijini,